kwamba serikali ya Tanzania imeleta wataalamu wa pichi ili kurekebisha dosari ya kutuama kwa maji kwenye eneo la kuchezea la uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, yani pichi. Haya yameelezwa na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa wakati akizungumza mubashara na chombo kimoja cha habari, akisema matarajio hayo ni kufikia Juni 15 mwaka huu maboresho ya uwanja huo yawe yamekamilika kwa 100%. Msigwa pia amesema kuna mkakati wa kujenga sport arena katika eneo la Tanganyika Packers Kawe Dar es Salaam kwa ajili ya kubeba matukio makubwa yasiyo ya kimichezo. Kuhusu safari ya Simba kwenye michuano ya CAF, Msigwa amesema serikali inawatakia kila laheri na inaamini watashinda na kuingia finali, akisema goli la mama litakuwa na uwanjani na kila goli ni shilingi milioni 20. Huyu hapa Msigwa akielezea zaidi kuhusu maboresho yanayoendelea ndani ya dimba hilo la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam na kilichosababisha kuchelewa kukamilika kwa marekebisho hayo katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Msemaji mkuu wa serikali: ni kweli tulipata changamoto katika mechi ya Simba na Al-Masry na ilitokana na uwanja kuwa unatuamisha maji. Tulivyoona vile mara moja tukachukua hatua, na hivi ninavyozungumza serikali imeleta wataalamu wa pitch ama eneo la kuchezea mpira wa miguu kutoka Uturuki ambao wapo hapa Dar es Salaam, wanashughulikia marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa sambamba na viwanja vingine 5 vya mazoezi vitakavyotumika wakati wa AFCON. Lakini kwa Benjamin Mkapa tunafanya marekebisho ya dharura, kwa sababu baada ya hali iliyojitokeza katika mechi ya Simba na Al-Masry ambayo wengi hatukuitegemea, kwa sababu sio kawaida kwa uwanja wa Benjamin Mkapa kutuamisha maji. Wataalamu wameanza kwanza na kazi hiyo ambayo wanasema huenda ikachukua takriban wiki 2 na sio zaidi ya 3 ili warekebishe dosari ya kutuama kwa maji kwenye uwanja. Lakini pamoja na hayo, kulingana na program tuliyokuwa nayo, kwanza naomba niweke wazi kwamba ukarabati mkubwa uliokuwa unafanywa katika uwanja wa Benjamin Mkapa ama unaoendelea haukuwa unahusisha marekebisho ya pitch. Ulikuwa ni ukarabati unaohusisha maeneo mengine ya jengo linalozunguka uwanja na eneo la kukimbilia. Pitch ilirekebishwa na CAF wakati wa mashindano ya AFL, na CAF walituhakikishia kwamba pitch hii inaweza kutumika kwa miaka 2, na baada ya miaka 2 tunatakiwa tuondoe ile eneo la juu ama tabaka la juu la uwanja ili tubadilishe tabaka jingine na kupanda nyasi mpya. Sasa bahati mbaya CHAN ilikuwa Septemba mwaka jana, ikahamishiwa Februari mwaka huu, na sasa imepelekwa Agosti. Kwa hivyo uwanja umeanza kupata shida ya kutuamisha maji. Changamoto hii itakwisha baada ya muda mfupi. Uwanja utakuwa katika hali yake, tutaurekebisha kwa marekebisho hayo ya haraka ili utumike mpaka CHAN, na baada ya CHAN tutafanya marekebisho makubwa ya kuondoa tabaka la juu la uwanja wa Benjamin Mkapa la nyasi na kuweka tabaka jipya na kupanda nyasi upya. Ni kweli kulingana na mkataba wetu ambao tuliingia na mkandarasi mwezi wa 8 mwaka 2023, ilikuwa tumalize ukarabati wa uwanja mwaka jana tarehe 24 mwezi wa 8. Lakini Watanzania tukumbuke kwamba uwanja huu unakarabatiwa huku unatumika. Matarajio ya kwanza ilikuwa ni kwamba utafungwa kabisa na hautatumika, lakini baadaye busara zikaonesha kwamba kuufunga isingekuwa vyema. Maana yake mashindano yote ya kimataifa na ya kitaifa yaliyofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia mwezi wa 10 mwaka 2023, 2024 yote na mpaka sasa 2025 yangekuwa hayajafanyika. Sasa tukaona tujadiliane na mkandarasi, tutakuwa tunamuongeza muda, lakini tusizuie mashindano ya kimataifa kufanyika. Lakini pia ikumbuke kwamba nchi yetu haina eneo zuri linalofaa kwa matukio makubwa yenye kuweka watu wengi. Kwa hiyo unakuta kwa mfano shughuli kama maombolezo na nini yanafanyika huko. Sasa haya yote yamesababisha kuchelewa kwa uwanja, na mkandarasi kila anapochelewa tunajadiliana na tunaona sababu za ucheleweshaji, na kwa sehemu kubwa sababu zimekuwa ni upande wa sisi tunaotumia uwanja wakati wa ukarabati, kwa sababu kila unapomsimamisha anasimama sio chini ya wiki 2. Kwa hiyo tumemuongeza muda mpaka tarehe 15 mwezi wa 6 tutakuwa tumemaliza kabisa. Lakini wakati huo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametafuta fedha, tunakwenda kujenga Sport and Arts Arena pale Kawe, pale Tanganyika Packers Kawe. Tukijenga uwanja huo pale tutakuwa tumeondoa kabisa matumizi yasiyo ya kimichezo katika uwanja wa Benjamin Mkapa.
lakini pia tunajenga uwanja Arusha na tunajenga Dodoma. Kwa hiyo matumizi makubwa ya uwanja wa Benjamin Mkapa ambayo ndio yanasababisha uwanja uwe na uharibifu wa mara kwa mara yatapungua. Uwanja utatumika kitaalamu na hautakuwa tena na changamoto nyingi tunazoziona sasa. Kwanza tunawatakia kila la heri Simba. Stellenbosch wanakuja. Kwa kweli sisi tuna matumaini kwamba Simba watashinda, watavuka nusu fainali na watacheza fainali safari hii. Tunawatakia kila la heri katika mechi yao na tutakuwa pale Amani kwa support wakati wote. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama kawaida yake, goli la mama litakuwa uwanjani. Kwenye hatua ya nusu fainali, goli moja katika mechi ya ushindi ni shilingi milioni 20. Kwa hiyo kama alivyosema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi kwao Simba, watie mpira kwenye nyavu, yeye kazi yake kila goli anatia milioni 20. Lakini muhimu ni kwa Simba wafanye vizuri, wakafanye juhudi uwanjani, waipeperushe vizuri bendera ya Tanzania, tupate ushindi, tuvuke nusu fainali, tukacheze fainali ya shirikisho barani Afrika kama ambavyo walicheza Yanga. Msemaji mkuu wa serikali akizungumza hivyo kuhusiana na marekebisho ya uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, wakiwa wameleta wataalamu kutokea Uturuki. Bwana akizungumza hivyo, lakini vile vile ni wataalamu kwa ajili ya kurekebisha katika eneo la kuchezea, na amezungumzia kuhusiana na kempu kubwa ambayo atajenga kwa ajili ya matukio mbalimbali, ili uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam usitumike katika matumizi mengine, ikiwa ni pamoja na sehemu ya maombelezo, lakini vile vile mikutano mingine ikiwa ni ya ambayo inawakutanisha jamii kwa wingi, ili uwanja sio uwe unatumika tu katika matumizi ya aina moja ambayo ni ya uchezaji wa mpira pekee, na isiwe ni katika eneo isiyo ni maeneo mengine. Kwa mfano ikitokea mambo ya mikutano ambayo inakutanisha jamii, basi isiyo inafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Na moja kati ya viwanja bora zaidi ambavyo vinatajwa Tanzania ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Na nilikuwa nasikia juu jana Kabudi alikuwa anasema uwanja wa Benjamin Mkapa ulitolewa dola 500,000 kwa ajili ya kufanywa marekebisho. Lakini bado mimi na maswali najiuliza, Meshak. Wakati unachezwa mchezo wa Simba na Al Masry, kama uliuona uwanja, ni kama mimi niliona una changamoto kubwa sana katika eneo la kuchezea. Kwa sababu ukilinganisha baadhi ya mataifa mengine yaliyoendelea katika football, hata inapotokea changamoto ya mvua, huwezi kuona uwanja umejaa maji. Nafikiri wana zile mashine ambazo zinatumika kwa ajili ya kukaushia. Yes. Lakini sasa kwa kwetu sisi, wakati wanacheza kulikuwa na maji, matope, wakati mwingine mpira ukipigwa utembei na mambo hapa na pale. Nafikiri pamoja na kwamba wamezungumzia maboresho hayo, kuna haja pia kufikiria namna ambavyo hata kama tutakutana na changamoto ya mvua, tusipate changamoto ya pitch kutokuchezeka. Ndicho ambacho anakifanya kwa sasa hivi. Yes, ambacho Msigu amekizungumzia. Alizungumza Kabudi akasema, mimi nilikoti kauli yake, alisema mvua, hata nyinyi mliona mvua ilinyesha kubwa sana. Sasa tunarudi kwenye impact kwamba hata mvua ikinyesha tusikutane na hiyo changamoto. Na walinifurahisha sana Wizara ya Michezo baada ya mechi wakaufungia uwanja. Kwa sababu unajua ndicho ambacho kinachelewesha kuona uwanja ukiwa katika ubora. Yes. Ambacho Msigu amekizungumzia, sababu kuna matukio mengine anafanya. Kwa mfano yanatokea kitu, kwa mfano imetokea msiba, mtu anaenda anaomba, uwanja unafanyika kwenye hilo tukio. Na sasa nakuta ni nini za kitaifa, za kitaifa. Inatokea mambo ya dini, mfano wachungaji wanaenda pale, wanaomba, wanapewa. Kwa hiyo unashindwa kutamatika kwa wakati ule uliopo, kutokana na matumizi yanakuwa mengi wakati ikiwa inaendelea kujengwa. Ni kama nyumba imejengwa alafu unahamia, yani kama unajenga gorofa alafu unahamia ground ya chini, alafu huko juu akiwa anaendelea kujenga, pengine kuna muda utawachelewesha watu kufikia lengo ambalo ulikuwa umeweka. Unataka mwezi wa 6 mimi ukute ushakamilisha kila kitu, lakini kuna muda hasa wewe unakuta unatumia kwenye matumizi mengine. Unataka huko umeme huja katika watu na hata wenye umeme wanashughulikia wenye huko sijui kuna nini hichi, kwa sababu ya matumizi yanakuwa mengi wakati ujenzi ukiwa unaendelea. Yes. Kwa hiyo si tutawatakia kila laheri, lakini vile vile goli la mama kwenye michuano hii kwenye hatua ya nusu final ni milioni 20, goli moja. Maana yake kama Simba watafanikiwa, sababu wamewatakia na kila laheri Simba kwenye mchezo wao ambao watacheza katika hatua
ya robo final, nusu final kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Goli moja la mama hajawaacha kinyonge. Unajua na nimejiuliza swali moja, natamani nipatane na mashabiki niulize. Nilitumia posta kwenye mtandao wangu wa WhatsApp na moja ya tawi ama baadhi ya matawi kama mawili matatu hivi. Na mimi wamenitumia hiyo, niliziona za kwenda Dar es Salaam. Ya kwenda Dar es Salaam. Sasa mchezo unachezwa Zanzibar, Aman. Sasa sijajua imekuaje. Yes, nimeona message iliyofuata aliniandikia shukrani na dua zetu wana Simba. Na washukuru kila mmoja aliyepambana kwa hali na mali kuhakikisha Simba inafanikiwa, tawi la Simba duniani linafanikiwa kufika katika safari. Anasema upendo wenu umeonyesha mshikamano wa kweli, mechi imepelekwa Zanzibar. Tuendelee kushirikiana kuombea heri, inshallah tuvuke salama. Akaandika hii tunavuka, alafu akatag zile peji za Simba. Nafikiri safari itakuwa haipo kwa sababu ilikuwa Dar es Salaam 45. Lakini kwa Zanzibar bwana kule inakuwa gharama nyingine kwa maana ya usafiri, mfike mvuke, pande boti, wala wakutalii kidogo, sasa unakuta una 500 inaisha mfukoni. Kwa hiyo nafikiri wameamua kusupport kwa namna ya kwenda kutazama mchezo sasa. Lakini unajua ni furaha kwao kwa sababu kama wamependa club, still wanaweza wakaendelea kusupport hivyo. Haijalishi kwamba wameenda, haijalishi kwamba hawajaenda. Maana yake kinachotakiwa ni support wao kwa sababu ukiangalia hata uwanja wenyewe Amani pale Zanzibar haubebi mashabiki sawa na Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Umetofautiana. Mashabiki 15,000 na ambao watakuwa nabeba 13,015. Maana yake hapo uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam unabeba mashabiki 60,000. Hasa kama unabeba mashabiki 60,000 kuna upungufu. Maana yake sio wote ambao wanaweza kwenda wakapata nafasi za kuingia sababu mashabiki 13,000 sio mashabiki kidogo, lakini mashabiki ambao wanatosha kuanikiza nyinyi mkapata ushindi na kwenda mchezo kwenda kufanyika pale Zanzibar ni sawa sawa na Tanzania. Nini kama kutoa Dar es Salaam kuleta Sema unajua changamoto ya Zanzibar, tuongee tu ukweli. Uwanja ni Amani Complex, ni moja kati ya viwanja vizuri sana Tanzania. Na bora sana. Lakini changamoto ni kuvuka boti. Yes, kwa sababu unajua ilikuwa pale kwa Mkapa mna kodi makosta, mnasafiri moja kwa moja mpaka Dar es Salaam, alafu mkifika moja kwa moja mnaingia uwanjani, mnatoka mnaondoka. Sasa mtafika Dar es Salaam itabidi mpaki costa. Inakuwa ni gharama nyingine. Yes, mpande boti mfike kule tena mpande gari. Kwa sababu siamini kama utashuka kisiwani uwanja uko hapo. Lazima usafiri tena. Unaona kabisa kwamba ni changamoto na kuna haja sasa ya wao kusupport timu yao kwa namna nyingine. Na of course timu zetu zinasupportiwa kwa namna nyingi sana na mashabiki, hata inapotokea masuala ya mchango wanachanga. Kwa hiyo tutakuwa tu mtaani wote tukitazama nusu finali. Na mimi watu wengi walitamani sana mchezo kwa Mkapa. Kwa sababu unajua idadi ya mashabiki 60,000 ni mashabiki wengi sana. Lakini juzi hawakujaza uwanja. Na kwa sababu uwanja bado uko kwenye marekebisho. Ulikuwa unaona kuna sehemu kwa hamna viti. Kwa hiyo alafu ilikuwa ni siku ya kazi. Najua ubaya ni so weekend. Najua weekend ni kama football ni sehemu ya mtoko. Kwa hiyo ikiwa imechezwa weekend watu wamepumzika manyumbani, mtu anaamua ngoja nitoke na familia yangu tuende uwanja wa Benjamin Mkapa tukatazame mchezo. Tukimaliza tunarejea nyumbani, siku imeisha.